Mhashamu Baba Askofu Henry Mchamungu, Mhashamu Baba Askofu Augustine Shao, waheshimiwa mapadri wenzangu, watawa wa kike na wa kiume, familia ya Macha, wanaparokia wa Mtakatifu Dominiko na Mtakatifu Monica Mbezi Manyema, na waombolezaji wote, tumsifu Yesu Kristo. Basi mimi nasimama hapa kwa niaba ya wanashirika wenzangu, shirika la Roho Mtakatifu, ambao tumempoteza mmoja wetu, Padri Daniel Macha. Padri Daniel Macha katika historia ya provinsia yetu ana nafasi ya pekee kwa sababu alikuwa ndio supiria wa kwanza, mkuu wa shirika wa kwanza Mwafrika baada ya wale ndugu zetu walikuwa ni wazungu, na ambaye alimfuatilia ni Askofu Shao ambaye yuko hapa, ndio alikuwa supiria wa pili Mwafrika. Kwa hiyo tumempoteza mtu ambaye ni muhimu sana katika historia ya shirika letu. Mimi binafsi nilimfahamu nikiwa kama na miaka 17 namna hii nilivyojiunga na masomo ya kidato cha 5 na 6 USA Seminary, na siku zote nilimfahamu kama mtu mwema, baba, kiongozi na mtu wa Mungu ambaye alitutia moyo, na pia ndio yeye alipokea nadhiri zangu za kwanza miaka 37 iliyopita. Kwa hiyo anatugusa wanashirika wengi kwa namna tofauti. Padri Macha kwetu ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Watu ambao wamemfahamu kwa karibu, alikuwa na namna yake ya pekee ya kibinadamu kabisa ya kugusa watu. Kwetu sisi alikuwa ni kiongozi, lakini alikuwa na namna ya kibinadamu ya kutugusa. Kwa hilo tunalishukuru Mwenyezi Mungu ambaye alimuita kama mtawa, misionari na padri, na amelitumikia shirika kama misionari. Kama mlivyosikia, alikuwa huko Zambia na anajulikana kwa kujifunza lugha ya kule. Baadaye hata Askofu Shao naye alikwenda kufanya kazi maeneo hayo, walijifunza utamaduni na lugha za watu, na hii pia ilitupa sisi mwamko ambao tulikuwa tunakuja nyuma yao. Kwa hiyo walifungua njia kwetu, tunamshukuru kwa hilo. Tunashukuru kwa utume aliofanya nje na ndani ya nchi. Mmesikia wasifu wake, mengi zaidi amesemwa. Bila kurudia, naomba ni mshukuru kiongozi wa jimbo hili, Askofu Mkuu Jude Thaddeus Ruwa'ichi, pamoja na msaidizi wake Askofu Henry Mchamungu kwa kumkaribisha Padri Macha na kumpa nafasi ya kutumikia watu wa Mungu katika jimbo hili, ambao amefanya wajibu huo kwa moyo mmoja, moyo wa majitoleo hadi ambapo Mungu amemwita. Tunashukuru kwa dhati kabisa waumini wa parokia hii ya Mtakatifu Dominiko na kabla haijatenganishwa na Monica kwa namna ambayo wamehangaika na Padri Daniel. Walimpenda, ilikuwa ni wazi kabisa walimpenda, na imekuwa kama miaka 6 padri amekuwa ni mgonjwa, lakini wamependa abakie nao hapa. Siwezi kuwashukuru ya kutosha kwa ukarimu wenu na pia kwa ukaribu wenu kwa Padri Daniel kabla na baada ya kuugua kwake. Mlimbeba kama mwanafamilia wenu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Namshukuru pia paroko wa parokia hii ya Mtakatifu Dominiko, Padri Daniel Kilala, na msaidizi wake Padri Liberatus Kundi au Mapendo kwa kumuguza Padri Daniel. Sio rahisi kufanya utume wakati una mgonjwa ndani. Kwa kweli wamekuwa na uvumilivu na wamejitolea kwa namna yao kuwa na padri wakati akiwa mgonjwa. Ninapenda pia kushukuru na kusema asante
kutoka moyoni kwa waliomhudumia Padri Daniel kila siku kwa wakati wote wa ugonjwa wake. Mtu unapokuwa na ugonjwa kama aliokuwa nao au magonjwa aliyokuwa nayo Padri Daniel, unategemea watu wengine, na nafikiri na huyu akurudia kuwataja hao watu ambao walikuwa nao karibu, mpwa wake Julius Macha na kijana wetu George na mwingine anaitwa Joseph Semali, wakina mama ambao ni wasaidizi wetu kwenye nyumba, Tekla, Yohana, Gertrude Mnyenyelwa. Kwa kweli walimpenda padri. Leo asubuhi tukiwa tunaleta mwili wa padri hapo, wamelia kabisa kama ni baba yao amewatoka. Tunamshukuru pia Charles, huyu ni kijana na Mtui ambaye alikuwa Dismas Mtui alikuwa anamwendesha Father mara nyingi kumpeleka kwenye physiotherapy na pia hospitalini. Padri Daniel alihudumia kama paroko lakini pia kama dekano. Asanteni sana mapadri wa dekania mkiongozwa na dekano wenu Padri Romuald Mukandara kwa upendo, ushirikiano, ukaribu na umoja wenu kwenye kutukimbilia hasa wakati huu wa msiba. Ninawashukuru mapadri wote wa jimbo kuu la Dar es Salaam na mapadri wa mashirika mbalimbali pamoja na masista na watawa kwa kuwa nasi kwa hali na mali wakati huu. Nashukuru sana. Mwisho ni washukuru wote waliomwombea Padri Daniel, waliomtembelea na waliomhudumia. Watu ni wengi, siwezi nikawataja wote. Padri Daniel, tunakushukuru sana kwa utume wako. Tunakushukuru sana kwa yale mazuri ambayo tumeweza kujifunza kwako. Na shukrani hizi pia kwa kumalizia, sintawasahau wale wauguzi, madaktari na wahudumu wote katika hospitali mbalimbali alikopitia. Tuendelee kumwombea huruma ya Mwenyezi Mungu huko mbinguni, na tusisahau kumwombea hata baada ya maziko yake. Tunajua kwamba mara nyingi mnasahau kwamba mapadri nao wanahitaji kuombewa misa. Tunaomba tuendelee kumwombea Padri Daniel. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.